Rais Samia Suluhu apokea ujumbe mbaya ambao unamwambia awache urais. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka usubscribe. Na katika siku za hivi karibuni mjadala mkubwa umeibuka kuhusu uongozi wa Rais Samia Suluhu, huku baadhi ya watu wakitoa maoni yenye uzito kuhusu mustakabali wake wa kisiasa. Na katika mjadala ya kisiasa na mitandao ya kijamii kumekuwa na maoni yanayoashiria shinikizo la Rais Samia kuachia madaraka, huku wengine wakimtetea kwa nguvu, wakisisitiza kuwa anaendelea kuleta maendeleo na kuimarisha demokrasia nchini. Mjadala huu umechochewa na kauli mbalimbali kutoka kwa viongozi wa kisiasa, wanaharakati na wananchi wa kawaida. Wapo wanaoamini kuwa Rais Samia amefanya juhudi kubwa katika kuimarisha uchumi, diplomasia na uhuru wa vyombo vya habari, lakini pia kuna kundi linalodai kuwa changamoto za kiuchumi na kisiasa zinapaswa kushughulikiwa kwa njia tofauti. Na katika hotuba zake za hivi karibuni, Rais Samia amesisitiza dhamira yake ya kuendelea kuwatumikia wananchi kwa uadilifu na uwazi, akieleza kuwa ana nia ya kuleta maendeleo ya kweli kwa taifa. Na katika moja ya matukio yanayoibua hisia kali, Rais Samia alipokea ujumbe mzito kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa na harakati, wakimtaka afikirie mustakabali wake wa kisiasa. Ujumbe huu ulijikita katika hoja kwamba kuna haja ya mabadiliko ya uongozi ili kuleta mtazamo mpya wa kisera na kiutendaji. Hata hivyo, wafuasi wake wamekuwa wakipinga vikali hoja hiyo, wakisema kuwa uongozi wake umekuwa wa mafanikio makubwa na kwamba anapaswa kuendelea na juhudi zake za kuimarisha uchumi na ustawi wa jamii. Na katika mjadala huu, baadhi ya wachambuzi wa siasa wameeleza kuwa shinikizo la kumtaka Rais Samia kuachia madaraka linaweza kuwa sehemu ya harakati za kisiasa zinazolenga kuandaa mazingira ya uchaguzi ujao. Wameeleza kuwa ni jambo la kawaida kwa viongozi wa kisiasa kukumbana na changamoto kama hizi, hasa wanapojaribu kuleta mabadiliko makubwa katika mfumo wa utawala. Kwa upande mwingine, wapo wanaoamini kuwa mjadala huu ni ishara ya demokrasia inayokuwa, ambapo wananchi wanakuwa na uhuru wa kutoa maoni yao kuhusu uongozi wa taifa. Na katika hali ilivyo sasa, Rais Samia ameendelea kusisitiza kuwa ataendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Ameeleza kuwa hana mpango wa kuachia madaraka kwa shinikizo, bali ataendelea kuwatumikia wananchi kwa uadilifu na kujenga taifa lenye maendeleo endelevu. Na wakati mjadala huu ukiendelea, ni wazi kuwa mustakabali wa siasa wa Rais Samia utaendelea kuwa na mada muhimu katika mijadala ya kisiasa nchini Kenya.